La pili, mnafahamu mmeona taarifa ya ukaguzi maalum wa CAG ambapo ameelezea baadhi ya vitu alivyoviona, japokuwa sample aliyochukua ni ya zamani kidogo, lakini kuona ugawaji wa mikopo hii unaendaje. Tumezungumza na bodi, tumepata maelezo. Kwa kweli kwa taarifa tuliyopata tumeelewa changamoto ilikuwa zamani hizo, na kumekuwa na uboreshaji mkubwa sana mpaka sasa hivi, na juhudi za kuboresha zitaendelea kwa sababu mkopo unatolewa kulingana na taarifa ambazo zimepokelewa kwa wanafunzi wanaoomba mkopo. Kwa hiyo ukitoa taarifa ambayo si kamili, ukichelewa kuomba na kadhalika, wakati mwingine unakuta mtu anayestahili mkopo amekosa. Lakini tumekubaliana kwamba bodi itaendelea kuchakata kila mtu ambaye CAG ameona kwamba alikosa mkopo alistahili, ili kuwa na taarifa ndefu, na kwa sababu hatimaye taarifa hii lazima iende bungeni. Nadhani baada ya kukutana kamati ya bunge na kwenda bungeni, pengine kutakuwa na fursa ya kuelezea umma zaidi. Lakini cha muhimu, ukaguzi huu ulifanyika kama miaka miwili, kwa takwimu za miaka miwili iliyopita, na maboresho yamefanyika, lakini tumekubaliana maboresho yaendelee kufanyika ili tuhakikishe kwamba kweli wale wanaostahili mkopo ndio wanapata, na tujitahidi kadri iwezekanavyo tusimkose mtu ambaye anastahili mkopo. Lakini natoa wito vile vile kwa watu watakuwa wanaomba mkopo kuhakikisha kwamba zile taarifa zote wanazotakiwa wazitoe, kuhakikisha kwamba wanazitoa na kuziweka wakati wanatuma maombi yao. Kwa sababu ukikosa kitu kimoja, kwa mfano unatakiwa utoe ushahidi gani kwamba wewe ni yatima, usipoweka wakati wa kuchakata mikopo, hata kama umeandika wewe ni yatima lakini bila ushahidi, unaweza ukajikuta unakosa mkopo, kumbe ulistahili kupata mkopo. Kwa hiyo natoa wito kwa wanaoomba wafanye hivyo, na wakihisi kwamba kuna kitu hakiko sawa, wajaribu kuwasiliana na bodi ya mikopo, na wamesema watajitahidi sana kuangalia haraka sana wale ambao wanahisi hawakupata. Kwa hadi makubwa, lakini mengine tumezungumza umuhimu wa kuangalia namna ya kupeleka mikopo katika elimu ya ufundi, walau kwenye diploma, kwenye vyuo vya ufundi, na hasa katika zile taaluma za ufundi na ujuzi ambazo zinahitajika sana kwenye ajira. Tunafahamu kwa mfano, niliongea na balozi wa Canada, akaambia makampuni ya madini ya Canada yanataka sana tuweke aina fulani ya mafunzo kwa ajili ya kuandaa Tanzania kupata ajira kwenye makampuni haya. Sasa watu kama hao tukiwapa mkopo, kwanza uhakika wa kurudi ni mkubwa, kwa tunahitaji sana tuende kwenye ujuzi. Lakini pili, sasa hivi kilio cha watu wengi ni ajira, kwamba mtu amemaliza kusoma anahitaji kupata ajira. Sasa sehemu ambayo ajira ni rahisi zaidi ni kwenye ujuzi na ufundi, katika vyuo kama DIT, Arusha Tech, DIT pamoja na kampasi yake ya Mwanza, na Mbeya Institute of Technology vile vile ambayo iko ndani ya chuo kikuu cha Mbeya. Tumekubaliana kwamba kazi ifanyike, tuone mwaka mpya wa fedha utakapokuja, acha mwaka huu tuwe tumeshajiandaa kuhakikisha kwamba tunapeleka fedha kwa ajili ya ufundi. Na tungependa tuseme mapema ili watu wanaotaka kwenda kuomba sehemu ya kusoma wajue sehemu hii sasa hivi itakuwa na fursa ya kupata mikopo. Kwa hiyo hatutalishtukiza hilo, ni kazi ambayo itafanyika, bodi itafanya, tutawasiliana na wizara, tutatumia hivi vyuo vyenyewe, tutaangalia waajiri, tuangalie sehemu gani ambazo wanahitaji zaidi ili tuweze kwenda mbele. Kingine kikubwa ambacho tumekizungumza, tumekubaliana ni kwamba bodi kushirikiana na wizara tujitahidi kutafuta vyanzo vya ziada vya fedha kwa ajili ya wanafunzi wetu. Sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tumetenga hela kwenye bajeti ambayo tutaisoma tarehe 9, ambapo wanafunzi wanaofanya vizuri sana kwenye masomo ya science watapata scholarship moja kwa moja ya kusoma. Watakuwa ni wachache sana. Lakini tungependa tuone makampuni mbalimbali, tutawasiliana nayo kuomba na wenyewe watoe fursa kama hiyo, na hasa kwa upande wa science na hasa kwa upande wa mabinti zetu wanaosoma. Kwa hiyo tuone, tukistaki kutaja makampuni, lakini hapo makampuni makubwa ya kimataifa yako hapa nchini, wengine wakichukua wanafunzi 100, wengine wakichukua 50, hivyo hasa wale wanapata first class wako top kabisa, wasomeshwe full, wapate scholarship kabisa ambayo haiwahitaji kingine chochote cha ziada.
itasaidia kwanza kutia moyo vijana wetu wasome kwa bidii zaidi. Itatusaidia kuelekeza kwenye yale maeneo ambayo ni kipaumbele kwenye ilani ya chama, ambayo ni sayansi, teknolojia na tiba. Na itapunguza mzigo kwa sababu idadi ya wanafunzi ambao watakuwa wamepata scholarship itakapoongezeka, basi hela zilizobaki sisi tutazipeleka kwa wale wengine ambao hawapo. Lakini mbinu nyingine mbalimbali zitatumika. Kwa mfano, tuchukulie mamlaka ya Ngorongoro ambapo ndio kuna makumbusho yale ya mtu wa kale. Wale wanahitaji watu waliosoma arkeolojia. Tutazungumza nao walau watoe scholarship kidogo kwa ajili ya watu wanaomaliza form 6 waende wakasome archaeology, hata kama hata waajiri, lakini ile kozi isikose wanafunzi moja kwa moja. Na tutafanya hivyo kwenye makampuni ya madini kwa taaluma ambazo wanazihitaji, mining engineering, kwamba watoe scholarship kwa watu ambao wanaweza kuwaajiri. Lakini katibu wetu mkuu Profesa Sedeweka ana ubunifu mmoja mzuri sana ambao ningependa niutangaze hapa, kwamba tunazungumza na mabenki na ataongoza mazungumzo hayo ili mabenki yaanze kutoa mikopo kwa watumishi ambao mshahara wao unapita kwenye mabenki hayo, mkopo wa kusomesha watoto wao. Manake nini? Manake ni kwamba kama wewe ni mwajiriwa popote pale na mshahara wako unapitia benki, una mtoto anataka kwenda kusoma, benki ikupe kwa riba ndogo iwezekanavyo ule mkopo ambao unakuwa na bima na kadhalika. Hela zenyewe zije ama bodi ya mikopo kwa ajili ya administration, au uende moja kwa moja kwenye chuo ambacho mwanafunzi atakwenda, alafu makato yaende taratibu ili kuongeza wigo wa watoto ambao wanaweza kusoma, kupunguza burden. Hata mikopo tunayotoa hapa bado kuna wanafunzi wengi wanastahili kupata mikopo. Wengine wanakosa, lakini pengine mzazi ameajiriwa, anaonekana kwa sababu anapata mshahara kila mwezi, basi hawezi kupata mkopo 100%, lakini mzazi anaona ni nzuri mtoto apate 100% aweze kusoma comfortable, basi kupitia benki kuwe na mkopo lakini wa riba nafuu sana, alafu ulipwe kidogo kidogo na kadhalika. Kwa hiyo tutaenda hivyo kutafuta sosi mbalimbali za watu wa kusoma, na natoa wito kwa makampuni mbalimbali kwenye corporate social responsibility, sehemu yao kubwa iwe ni kusaidia vijana wamaliza form 6 wanataka kwenda kusoma ufundi, wanataka kwenda kusoma vyuo vikuu, hasa maeneo ya science, teknolojia na tiba, na vile vile na mwisho kabisa sisi kama wizara tumezungumza na wenzetu, tumesema tutaunda timu ya kupitia kama miaka 5 hivi allocation ya mikopo. Na si kwamba tumeona kuna tatizo, lakini kuna maswali mengi ambayo tunataka tusaidiane kuyajibu na bodi inataka kuyaona. Kwa mfano, tunataka tujue kwa wale waliochukua mikopo, wanaorejesha zaidi mikopo ni wale waliosoma kozi zipi? Hilo moja. Kwa sababu inaweza kutusaidia sisi kupanga wakati wa sisi ndio tunatunga sera, sisi ndio tunasimamia sera, kwamba mikopo iende sehemu gani zaidi. Kama inarudi haraka zaidi, na maana inatoa fursa kwa wengine kupata mikopo. Kuna swala la kusaidiana na bodi vile vile kujaribu kuangalia wale waliopata mikopo. Tumeangalia kabisa criteria, wamejitahidi sana bodi, lakini information system yetu ni bado ngumu. Bado watu wengi wana vitambulisho vya taifa, hatuna taarifa nyingi za watu, lakini wajaribu kutumia taarifa zile ambazo zipo kujua nani anastahili kupata mikopo, nani hastahili. Lakini timu hiyo itaangalia vile vigezo, kama tunaweza tukaongeza taarifa nyingine. Kwa mfano, je, tunaweza tukaongeza katika vigezo mtu umeperform kiasi gani? Kwa mpata first class division 1 inaweza kutumika kama kigezo. Kwa sasa hivi tunaangalia uwezo wa mzazi wa kulipa. Je, na alivyofaulu mwanafunzi anaweza akapata bonus kwa ajili ya kupata mkopo zaidi. Kwa timu hiyo tutakuja kuitangaza. Najua tutapata mwakilishi kutoka Zanzibar vile vile, na pengine itakuwa na watu 3 kwa sababu atafanya kazi na management. Alafu atatoa ripoti, ataileta kwenye board na ataileta wizarani ili tuone namna ya kuboresha zaidi utoaji wa mikopo.